Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe. Ni mwalimu wenu ule Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na wainjilisti. Leo naongelea swala lile la vita la Gaza na Israeli. Hiyo vita kwa sisi tunaosoma Biblia, kwa sisi ambao ni watu wa mbinguni, watu waliookoka, watu wanaopenda ukweli, watu wanaopenda haki. Ile vita imetabiriwa kwenye Biblia. Ukisoma kuanzia ile Kumbukumbu la Torati 1 mpaka ukifika mpaka kwenye 8:12 pale, unaona kabisa Israeli amepewa ile nchi. Lebanon, Syria, Gaza, yote ni ya Israeli, amepewa ile nchi. Na ndio maana Marekani iliposema linahitaji ile nchi ili ifanye kama walivyofanya Dubai kule, Israeli akaamua ichukue iwe mikononi mwake. Marekani amechukia kwa sababu ameona kwamba alichokuwa anakikusudia amekikosa. Anachokikusudia amekikosa. Kwa alipoona alichokikusudia amekosa, akasema atazuia. Ndio pale maandiko yatatimia kwamba taifa ndogo litapigana na taifa kubwa. Kwa hiyo Israeli atampiga Marekani. Kwa sababu Israeli ndio mbabe wa dunia. Kwa kukataa kumpatia Marekani ile nchi, kwa vitasababisha vita kati ya Marekani na Israeli. Na Israeli, Marekani atapigwa. Haya, tunakuja Umoja wa Mataifa. Tunaposema Umoja wa Mataifa ndio kila kitu, umesaidia nini? Tumeona Kongo vita vimetokea. Umeenda pale Umoja wa Mataifa umejitoa, hadi wa Tanzania ambao kwenye Umoja wa Mataifa walirudi. Papa Roman Catholic alienda pale, ilishindikana. Haya, tunakuja alienda huko hapo Sudani, alienda Sudani. Vita vimetokea. Umoja wa Mataifa umeenda, imeshindikana. Ukraine huko Urusi anapigana, hajasaidia chochote. Kazi ya Umoja wa Mataifa ni nini? Hamna chochote wanachotafuta Umoja wa Mataifa zaidi ya kutafuta mali na vita tu. Umoja wa Mataifa tuseme ni shirika gani? Ni shirika la Freemason, shirika la Illuminati. Ni shirika ambalo sio zuri. Lingekuwa linataka kusaidia nchi nyingi za kwao tu za Ulaya zisingekuwa zinapigana, zingesaidia. Haya, tunakuja Umoja wa Mataifa unasimamia hadi dini zako wewe ulizonazo wewe mwanadini. Umoja wa Mataifa ndio inasimamia. Unaenda unatetewa na dini yako Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa unajua nini kuhusu dini? Kuhusu mambo ya kiroho unahusiana nini? Kwa hiyo sisi katika Yesu Kristo tunaona maandiko yakitimia. Marekani atapigwa kwa sababu Gaza hatokubali Israeli aichukue. Ile ni mali ya Israeli. Ni ardhi ya Israeli ambayo imepewa. Kwa sababu ukija kuangalia wanaposema sijui hata kwenye mambo ya kidini mengine yanachanganya akili. Ibrahim alizaliwa Iraki, ukoo wa Kaldayo, Iraki. Ambako baba zake walikuwepo wale watoto wa Nuhu. Ambako baadaye yeye akaamua atoke aende kwenye nchi ya babu yake aliyoahidiwa baba yake Yakobo, Isaka na Yakobo, ambao ni Yerusalemu, kwenda kuichukua. Yeye anachokigombania pale ni ardhi yake. Leo sisi tumeungana na Umoja wa Mataifa, tumeungana na mpinga Kristo, tunategemea nini? Jamani, tusome maandiko na tuelewe. Na tukubaliane na hali ya maandiko na unabii. Na mengine nayo yaliyotabiriwa kwenye Biblia yatatimia, bado mtakataa. Umetabiriwa makanisa yataungana. Dini zimeungana, wamekataa. Kwamba sio muungano wa kidini, sio muungano wa mpinga Kristo. Haya, maandiko yamesema Gaza itaangamia na itateketezwa, majumba yake yote yatateketea. Na hata ukisoma Malaki 1, watajenga, yeye atabomoa. Maandiko yametimia, wanakataa. Kwa sisi wanadamu, lengo tunalotafuta ni kama ule kujenga mnara wa Babeli ambao ni Umoja wa Mataifa na umoja wa kidini. Tunatafuta maangamizi sisi wenyewe. Tanzania, kila nchi ina haki ya kujilinda yenyewe na kulinda wananchi wake. Ndio maana Israeli anawaambia wale wanahitaji maji, watu wa Iran wanahitaji maji, wanahitaji vyakula, wanahitaji wapate kila kitu kama wananchi wengine wanachokipata, lakini hawapati. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali yao ni mbovu. Sisi serikali yetu inatupambania maji, nini, kila kitu, tunalipia dawati, tunafanya kazi, tunalipa ushuru. Wale hivi nani hawa Umoja wa Mataifa unachokitafuta ni nini? Umoja wa kidini unachokitafuta ni nini? Wewe na dini yako na umoja wa kidini na Umoja wa Mataifa vinakusaidia nini? Tubadilike katika Yesu Kristo, tubadilike. Ukweli acha usemwe. Kweli usemwe. Hawa watu wote hawa wanaodufundisha hawa
wanatuangamiza kwa sababu wanategemea Umoja Mataifa na vikao vyao hivyo wanavyofanya, hapo wanakuja kudanganya. Biblia tunaikataa. Halafu Biblia hiyo ndio tunaitumia kuchukua sadaka za watu. Biblia hiyo ndio inatufundisha tuchukue fungu la 10, halafu maandiko mengine tunayapinga. Tushtuke. Katika Yesu Kristo hivyo vitu havifai, hivyo vitu ni vya uongo, hivyo vitu vyote ni kazi ya mpinga Kristo. Katika Yesu Kristo tubadilike. Yesu anatupenda, Yesu anataka wote waokoke. Sisi ni mali ya Yesu Kristo, tukiwa hai, tukiwa tumekufa ni mali ya Kristo. Mimi na wewe tunaongea wote ni mali ya Kristo. Hizo dini zako zote zinakuchanganya. Ukisoma katika kitabu gani? Ukisoma katika Warumi 10. Warumi 10, Warumi 12, Warumi 13, Warumi 14, sisi ni mali ya Bwana. Sisi ni mali ya nani? Ya Bwana Yesu Kristo. Atakayekuja kufufua walio hai na waliokufa. Kwa hiyo tunaombea hata Umoja Mataifa na umoja wa kidini waokoke, muamini Yesu Kristo. Wasitumie sadaka, wasiibie watu sadaka, afu huku wakawa na kataa maandiko na unabii ulioandikwa. Nawapenda katika Yesu Kristo na wasalimu wote. Amen.